Yeah, preparations have gone fairly well. We had some time. Maandalizi yanaendelea vizuri. Tumekuwa na kikao kimoja cha mazoezi na sasa tumehitimisha mazoezi mawili hapa Zanzibar. Bila shaka tulikuwa na usumbufu kidogo wakati wa mazoezi yetu kwa sababu tulilazimika kufanya mazoezi karibu kabisa na uwanja ambao wapinzani walikuwa wanacheza. Hali ambayo haifai hasa unapojaribu kufanya maandalizi ya kiufundi kwa sababu timu zote zinaweza kuona mbinu za kila mmoja. Sio maandalizi bora kabisa kwa mchezo wa aina hii. Lakini tuliendelea na tulijifunza mengi kwenye mechi ya mkondo wa kwanza. Nafikiri ni mechi ambayo wachezaji wetu wamejifunza zaidi kuliko mechi nyingine yoyote msimu huu. Tulipoteza kwa mabao mawili lakini kuna somo kubwa tumechukua, hasa kwa timu yetu changa. Huu ni wakati mzuri wa kujifunza na kukua. Tukitambua kuwa tunacheza na timu ya kiwango cha ligi ya mabingwa, ndiyo kiwango ambacho tunapaswa kufikia msimu ujao iwapo mambo yatakwenda vizuri insha Allah. Kwa hiyo huu ni wakati bora wa timu yetu kukomaa, kupima uwezo wetu na kutumia taarifa zote tulizozikusanya kwenye mkondo wa kwanza kujiandaa ipasavyo kwa mchezo huu mkubwa kwa klabu nzima na Tanzania kwa ujumla. Kama ulisikiliza mkutano wangu na waandishi wa habari baada ya mechi, nilisema wazi kuwa tulikuwa tayari. Dakika 20 za mwanzo zilikuwa ngumu kwa sababu RS Berkane huwa wana mwanzo mkali sana. Kama walivyofanya dhidi ya Constantine, walifunga mabao 4 na dhidi ya Stellenbosch walifunga mabao 5. Lakini kwa kuzingatia kuwa tuna timu changa, wachezaji wengi hawajawahi kucheza fainali, tofauti na wao ambao wana uzoefu mkubwa, tulijitahidi. Nilipata kadi ya njano katika mechi, lakini ilikuwa zaidi kwa ajili ya kuwashtua wachezaji wangu, kuwaonyesha umuhimu wa mechi hiyo, kuwafanya waamke na kutambua kwamba bado tunaweza kupambana. Tuliweza kurudi kwenye mchezo baada ya kipindi cha kwanza. Tukafanya mabadiliko ya kiufundi na mchezo ukawa wa ushindani zaidi. RS Berkane walikuwa na nafasi moja ya wazi, tena ambayo Kamala aliiokoa. Lakini kwa ujumla ilikuwa mechi ya kujifunza na sasa tunajiandaa kikamilifu kwa marudiano. Ndiyo, tulikuwa tayari kwenda kwenye mkondo wa kwanza, lakini kwa wachezaji kupata uzoefu wa dakika 20 za mwanzo ilikuwa somo kubwa. Unaweza kuandaa kiufundi lakini hadi pale wanapopitia hali halisi ndipo wanajifunza zaidi. Sasa tunajua tutakachokabiliana nacho. Tunajua Benjamin Mkapa ni faida kubwa kwetu, ila kwa bahati mbaya hatuchezi hapo. Tulihamishwa na kuchezeshwa hapa Zanzibar kama ilivyowahi kutokea dhidi ya Stellenbosch ambapo tulishinda bao 1-0. Lakini bado Simba ni timu ambayo hupambana hata katika mazingira magumu. Natarajia mashabiki wa Zanzibar na Tanzania kwa ujumla kuwa nyuma yetu. Tunafanya hii iwe kama uwanja wetu wa nyumbani, iwe na hisia za Benjamin Mkapa. Uwanja uwe mwekundu kwa jezi za mashabiki wetu. Mazoezi ya jana tayari yalionyesha mbinu za kuwazuia Berkane. Kama kocha wao alitazama, tayari aliona tunachopanga kufanya, kwa hiyo siwezi kusema zaidi. Tumecheza dhidi ya timu mbalimbali, lakini kinachotakiwa ni muamuzi mwenye msimamo. Tunahitaji muamuzi atakayesimamia mechi kwa haki, hasa kwenye masuala ya kupoteza muda. Ikiwa mchezaji ataumia na kama ni kweli, basi aondolewe kwa machela na timu ichezwe wakiwa pungufu hadi arejee. Hatutaki kupotezewa muda kwa majeraha ya bandia. Huu ni mchezo mkubwa wa soka la Afrika. Tunahitaji kuonesha ubora wetu. Tunahitaji dakika 90 za mpira halisi uchezwe. Sio dakika 40 tu kwa sababu ya kuanguka hovyo hovyo. Ni kweli tumeondolewa kwenye uwanja wetu wa nyumbani, lakini Simba ni timu ya kupambana inapokumbwa na changamoto. Mashabiki wetu daima wako nasi. Hii si mara ya kwanza. Hizo ni kauli za Fadlu Davis, kocha wa Simba Sports Club, wakati akizungumza na waandishi wa habari kuelekea mchezo wao wa marudiano dhidi ya RS Berkane katika kombe la shirikisho barani Afrika. Katika mchezo huu wa fainali ya mkondo wa pili, Simba wanahitaji walau ushindi wa mabao 3-0 mbele ya mpinzani wao RS Berkane ya Morocco. Naitwa Jessica Bitus. Ujiji Broadcasting Academy, excellence is our signature.